Mabaya. Mambo lazima yawe hivi. Yaani wewe kama ulitarajia JB yuko katika muonekano fulani, sasa hivi lazima awe na muonekano tofauti. Hivi unavyozungumza sasa hivi JB hapa ulipokuja kumoja ametoka kwenye kikao sawa cha Tanzania Sports Influencer. Sawa Yaani watakaoandaa AFCON yao. Umenielewa? Tumetoka kwenye kikao, mimi nikiwa kama msemaji wa hii taasisi. Yaani mimi ni msemaji wa wasemaji wote Tanzania nzima. Yaani sports influencer wote. Yaani msemaji wowote anayedili na michezo, mimi ndio msemaji wao mkuu. Kwa hiyo kina Mediali, kina Masanza, kina Christina Mwagalali kama wote wako chini yangu. Mimi ndio msemaji wa wasemaji wote Tanzania wanaodili na masuala ya michezo. Bwana, huko mitandaoni kumechafuka mara baada ya Joel Ogasila kuposti basi la jezi na taarifa zinasema basi la Simba limeshanunuliwa linafika Februari. Kwanza unawaambia nini wale wote waliohisi Joel Ogasila ni muongo, anawadanganya wana Simba? Unajua basi alitokuja, mimi nilishamalizaga tayari, hakuna mwaya mjinga na hakuna mwaya ambaye hajielewi wala hajitambui na hakuna mwaya muongo. Sio, umeelewa? Mimi juzi tu nimeongea naye kwenye simu. Sawa, yuko nje, sawa, anaendelea kufanya nini? Kumalizia taratibu za nini zale mabasi. Mabasi yanapigwa stika. Sawa. Kwa hiyo Simba sasa hivi itakuwa na basi maalum ambalo linazunguka katika usambazaji wa nini? Wa jezi. Sio, umeelewa? Sasa njia ziko nyingi alizozichagua. Sawa, na hii ni njia mojawapo amefanya nini? Ameiongezea. Kuna njia ya posta. Sawa, tunauza jezi kwa njia ya posta. Kuna njia ya direct. Kwa sababu ili basi ni direct, kwa sababu basi linauza jezi likiwa linatoa na elimu. Kwa hiyo tutakuwemo mule ndani watoa elimu, sawa, kutoa elimu kuhusu nini? Kuhusu ya ununuaji wa jezi. Especially swala la elimu ya kuto kununua jezi nini? Jezi fake. Kwa hiyo kuna basi lake maalum limekuja. Costa ilikuwepo, sasa hivi limekuja basi kubwa ambalo litabeba ma-influencer wote, na ushauri tulimpa sisi, sawa, ma-influencer wa Simba kwamba bwana, hicho kibasi kidogodogo hakitufai. Tunahitaji basi kubwa kwa sababu tutakuwa ma-influencer wa Simba wote. Tuwepo mle ndani tuzunguke Tanzania nzima katika usambazaji wa nini? Wa jezi. Kwa hiyo basi la kuuza jezi lipo na basi la Simba Sports Club nalo vile lipo. Sasa hivi linapigwa stika, liko South Africa. Lishatoka sehemu lilokuwa linatengenezewa, sasa hivi mabasi yote mawili hapo hapo South Africa. Na pale unapomuona Jairut yuko South Africa, sawa, katika kusimamia sawa upigaji wa stika au kufanya branding ya nini yale mabasi. Kwa hiyo mabasi yote mawili yapo. Kwa hiyo wana Simba wasiwe na wasiwasi. Sawa, Jairut ni mtu wa tofauti sana. Yaani wasiwe na wasiwasi na nani? Na Jairut. Kwa sababu propaganda zimekuwa nyingi, wengi wanasema kwamba Jairut hatonunua basi na wala hatotimiza ahadi yoyote aloahidi Simba kwa sababu eti amepata hasara ya jezi. Katika timu iliyoongoza kwa kuuza jezi nyingi Tanzania ni Simba Sports Club. Si umeelewa? Na ndio maana umeona zimetoka jezi kwa awamu ya nini? Awamu ya pili. Lakini jezi za kwanza sawa ziliisha na zikatengenezwa jezi awamu ya pili na hatimaye sasa hivi imetengenezwa awamu ya nini? Awamu ya tatu. Ili kutokomeza sawa swala la ununuaji jezi fake. Jairut anajua watu wa Simba hao waliobaki uwezo wao ni mdogo katika kufanya nini? Kufinance masuala nini? Ya jezi. Alichokifanya ndio amezishusha jezi 5. Kwa sababu una F35, una F40, F45, tafsiri yake ameshusha bei yeye kwa jezi ile original. Ili mwana Simba wote tuvae jezi original za Diadola. Ndio maana yake. Bana, tukiachilia hilo, mitandao pia imechafuka kuhusu winga kutokea Senegal, Gueye, ambaye aliwasha kwenye chani, amewasha tena kwenye AFCON na mara kadhaa amekuwa man of the match kwenye michuano hii. Taarifa zinasema Simba wamemalizana naye kwa milioni 837 kama niko sawa. Bwana, akija Simba kuna namna ataisaidia Simba hii ambayo kuna baadhi yao wamekata tamaa. Unajua mimi ndio maana kila siku napiga kelele, uongozi wetu unatakiwa utulie na wanachama nao vile vile tuwe katika hali ya nini? Ya utulivu. Ingawa wanachama sasa hivi tunakosa hali ya utulivu kutokana na uongozi haujatulia. Si umeelewa? Na ndio maana natatangulia viongozi wanatakiwa watulie ili wanachama tutulie. Mchezaji yoyote anakwenda sehemu yenye peace and harmony. Si umeelewa? Si umeelewa? Mchezaji yoyote anaenda kwenye timu ambayo anajua hii timu inaweza kanitoa sehemu moja kunipeleka sehemu nyingine. Wale wameona mfano kwa Msenegali mwenzao ambaye ni Pape Osman nini? Sako. Si umeelewa? Alikuja Simba, hatimaye Simba tukamuuza, akapata kiatu cha nini? Kiatu cha ufungaji bora wa Afrika, goli zuri, goli bora, akatoka akapelekwa wapi? Ufaransa, na hatimaye sasa hivi amerudi, yeye mwenyewe kashindwa kutetea kipaji chake, amerudi wapi? Amerudi Raja Casablanca na anauwesha sasa hivi.
Kwa hiyo wanaona kabisa Simba kuna nini, kuna bright future ya mchezaji kutoka Simba kuelekea timu nyingine. Tofauti na hizi timu nyingine zikikungangania zimefanya nini? Zimekungangania mpaka unazeekea hapo hapo. Zinakungangania. Pacome sio kucheza mpira nchi. Yaani kama wangekuwa wako fair, Pacome sio mtu wa kucheza mpira nchi. Inawezekana kuna kamati zimekaa zimemweka sawa Pacome kajisahau. Kalewa vitumbua vya Tanzania ndio mpaka leo unamuona Pacome yupo hapo. Pacome mpira aliocheza msimu wa 23-24 Yanga inacheza robo finali na Mamelodi Sundowns. Pacome alikuwa sio kubaki hapa kwa jinsi alivyowasumbua National Rally. Pamoja na uzee wake ule wangemchukua wamtumia hata kwa miaka miwili. Kama Chama alivyoondoka kaenda Berkane. Si umeelewa? Lakini kuna vilabu kazi yao kungangania wachezaji. Watatumia hata njia zisizokuwa rasmi. Kamati zitatumika za kiufundi. Utatulizwa akili yako, Wasambasi tunasema wanakuduaza. Umeelewa? Unaduazwa, yani mduaza ile unafanywa kitu wewe unasahau kwamba bwana cha umuhimu ni kipi? Yani vyote unasahau, wewe unakuwa unangangania kitu kimoja tu, mduazi unaitwa. Kwa hiyo ndo Wasambaa sisi tulivyo. Kwa hiyo Yanga wana kitu kama hicho. Kwa hiyo ndio maana unamuona Pacome mpaka leo yuko anazeekea Tanzania. Lakini sio kucheza mpira Tanzania Pacome. Azizi alistuka mwishoni, tena alikuja kustuliwa na nani? Na Hamisa Mobeto. Asingemchukua Hamisa Mobeto mpaka leo, ina maana angekuepo hapa. Si umeelewa Bwana, ukiachilia hilo kuna taarifa zinasema Steve Dese Mukwala anaweza kutolewa kwa mkopo. Hii yote ni taswira kwamba Steve Barker anataka Simba iendelee kuwa bora. Na kuna taarifa pia inasema kama Rato Pona mpaka mwezi wa pili basi wamtafute kipa mwingine wa kumbackup kama replacement ili wamuondoe kwenye mfumo wote waliokuja nao. Steve Barker anaweza kuibadilisha Simba ambayo kidogo imeonekana sio nzuri. Kocha yoyote ni kocha ambaye anaangalia kikosi chake kiko cha aina gani na anahitaji maeneo maboresho ya aina gani, kwa sababu anajua kabisa kwamba mimi nimekuwa hired to be fired. Kwa lazima aangalie aina ya wachezaji atakwenda nao kutokana na target ya nini? Target ya Simba. Target ya Simba ni hizi mechi 4 mwalimu aweze kuzitumia vyema ili aweze kufanya nini? Kufuzu. Sasa anafuzu vipi? Lazima apate wachezaji waliokuwa bora, afanye maboresho ili aweze kutengeneza kikosi kilichokuwa imara na hatimaye aweze kusonga mbele. Kwa hiyo mwalimu yuko sahihi. Sasa kama golikipa mpaka mwezi wa pili anakuwa hajaweza kurudi kusaidia kikosi. Na Simba magolikipa wawili wote ni majeruhi. Wewe unavyofikiria Hussein Abeli peke yake anatosha? Lazima apatikane golikipa. Na Dese Mukwala ni sahihi, mwacha akatafute changamoto zingine. Tunahitaji clinical finisher. Imekuja kawe. Umeelewa? Imekuja amefanya nini? Ameingia kambani. Lakini kwa hawa masteka waliokuepo naona kama wanatuletea mzao. Mwalimu Jonathan Soa wako vizuri, lakini Jonathan Soa juzi naye amenistua. Jonathan Soa yule tuliokuwa tumemzoea sisi wa Singida sio huyu. Kwa hiyo kama amerelax fulani. Kuna namna kama amerelax. Sasa uwezo ukarelax kwenye timu kubwa, timu namba 5 barani Afrika. Wakati timu mashabiki wanachachamaa, wanahitaji matokeo. Hii sio timu ya mashabiki 20 au 200. Hii ni timu ya mashabiki milioni 20. Kwa hiyo lazima ujitoe na ujitume ili kuweza kuitetea brand na logo ya nini? Ya Simba Sports Club, kwa sababu mashabiki wanaumia mpaka sasa hivi. Shukrani sana kiongozi. Asante sana.